Na sisi Chadema tunalia kwa kupoteza wanachama wetu, viongozi wetu na Watanzania kwa ujumla. Ni msiba wa kitaifa, ni msiba wa taifa zima, unaoumiza roho na unahitaji mshikamano wa kitaifa na mshikamano wa kisiasa. Ndugu wa Tanzania, kutokana na matukio ya kusikitisha yaliyosababisha vifo, majeruhi na kupotea kwa baadhi ya wananchi wetu, Chadema tunatangaza rasmi siku 7 za maombolezo ya kitaifa kuanzia tarehe 5 Novemba mpaka tarehe 11 Novemba. Ndugu wa Tanzania, ili kuonyesha heshima na huzuni ya taifa, bendera zote za chama katika ofisi za chama zitapepea nusu mlingoti kila siku kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 12 jioni katika siku zote 7 za maombolezo. Ndugu wa Tanzania, katika kipindi hiki cha maombolezo, chama kinaazimia watu wote kushirikiana katika kuomboleza na kutoa pole kwa familia, jamaa na marafiki wa wale waliopoteza maisha na waliojeruhiwa. Vile vile tunahimiza Watanzania kujitokeza kwa wingi kushiriki mazishi ya ndugu zetu waliouawa ili kutoa heshima stahiki kwa waliopoteza maisha, wakidai haki na demokrasia kwenye taifa letu. Ndugu wa Tanzania wenzetu, Chadema tunatoa wito kwa Watanzania wote kutembelea na kutoa misaada ya kibinadamu kwa wahanga na familia zao. Hatua hii ni ishara ya mshikamano, umoja na utu wa Kitanzania katika kipindi hiki kigumu. Ndugu wa Tanzania, aidha tunaitangaza namba maalum ya simu 0716 484 242. Hii namba ni ya afisa wetu wa habari ndugu Gerva Lienda, mkuu wa idara ya habari ya chama, kwa ajili ya kukusanya taarifa sahihi ya watu waliouawa, waliojeruhiwa na waliopotea tangu tarehe 29 Oktoba. Taarifa hizo ziwe kwa mfumo ufuatao: kuwe kuna jina, umri, kazi, mahali tukio lilipotokea, picha au video ya muhusika na sehemu alipojeruhiwa. Taarifa hizo zitumwe kwenye namba tajwa hapo juu kama njia ya WhatsApp au SMS. Ndugu wa Tanzania, vile vile ningependa kuambia kuhusu hali ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Mapema leo mawakili wetu wa chama walifika katika gereza la Ukonga kwa ajili ya mashauriano ya kisheria na Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, pamoja na kumpatia nyaraka muhimu kama sehemu ya maandalizi na rejea katika kesi ya uhaini inayomkabili. Watanzania wenzetu, tunataka ikumbukwe kwamba kesi ya uhaini ya Mheshimiwa Lissu ilipaswa kuendelea kuanzia tarehe 3 Novemba mpaka tarehe 11 Novemba, lakini jana ilihairishwa. Mawakili walipofika gerezani leo kwa ajili ya kujadiliana na mteja wao, walizuiliwa kumuona Mheshimiwa Lissu, jambo linalotoa wasiwasi mkubwa wake akiwa gerezani. Ndugu wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Lissu kujitetea mahakamani, mawakili wake wanahitajika kufanya utafiti wa kisheria, kumpa ushauri na kukusanya nyaraka zote zinazohitajika wakati wa usikilizwaji wa kesi. Kutokana na wajibu huo, mawakili walifika gerezani leo kushauriana na mwenyekiti Tundu Antipas Lissu namna bora ya kuendelea na awamu ya mwisho ya usikilizaji ya kesi hiyo. Watanzania wenzangu, kitendo cha jeshi la polisi, jeshi la magereza, mwenyekiti wetu yupo kweli gereza la Ukonga au amehamishwa kwenye gereza lingine au eneo lisilojulikana. Hali hii inakinzana na haki ya misingi ya kisheria ya kuonana na mawakili wake.
Hiki ndicho ambacho pia amekizungumza mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema ambaye anafahamika kama Brenda Rupia kuhusu hicho ambacho pia kimejiri nchini Tanzania, ambako naamini kila mmoja anafahamu kwamba tarehe 29 ambayo ilikuwa ni siku ya uchaguzi mkuu nchini Tanzania, watu wengi sana au wananchi wengi sana walipoteza maisha na kujeruhiwa, hasa pia kutokana na maandamano ambayo iliweza kufanyika katika siku ya Oktoba 29 na Oktoba 30, ambako watu wengi sana pia, kwa mujibu wa taarifa ambazo pia zimesambaa mitandaoni, pia kama Chadema wameweza kuripoti kwenye ukurasa wa Instagram wakionyesha baadhi ya raia ambao pia walipata majeruhi, wengine kupoteza maisha, na kutoa idadi ambayo bado haijawekwa wazi kwamba ni watu wangapi wamepoteza maisha ama kujeruhiwa, lakini bado pia taarifa zinazidi kutolewa kwa mujibu wa kile ambacho pia Chadema kama chama ambacho pia kinashiriki demokrasia nchini Tanzania ama kinapigania demokrasia nchini Tanzania na kimesajiliwa rasmi, kwa taarifa ambazo wanazichapisha, pia bado kuna watu wengi sana wamepata majeruhi na kupoteza maisha. Na licha pia ya hivyo kwamba imeamua kama chama kutangaza rasmi kwamba basi wataungana na ndugu zao, jamaa na rafiki ambao wamepoteza maisha, wengine kujeruhiwa, ambako siku hiyo ambacho kilionekana kusababisha pia majeruhi makubwa kwa raia wengi ambao walishiriki maandamano ni majibizano ya raia na vyombo vya usalama, hasa jeshi la polisi, ambapo jeshi la polisi imeelezwa kwamba pia, na kwa mujibu wa picha ambazo zimesambaa mitandaoni kwenye vyombo vingi vya habari, zinaonyesha kwamba jeshi la polisi pia ililazimika kutumia silaha dhidi ya raia. Ndipo pia chanzo cha vifo vya watu wengi na majeruhi kimeweza kutokea katika namna hiyo, kwamba jeshi la polisi lilitumia silaha kama risasi, lakini pia mabomu ya machozi. Kwa hiyo katika utumiaji wa risasi pia ulisababisha watu wengi sana kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa. Kwa hiyo kama chama cha Chadema basi kimetangaza kufanya maombolezo ya siku 7 ambayo yanaanza Novemba 5, yani Jumatano ya wiki hii, na ikiwa maombolezo ya siku 7 ambako pia umetoa taarifa kwamba bendera zote kwenye matawi yote ya Chadema nchini Tanzania zitapepea nusu mlingoti. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho pia wamekizungumza kuhusu taarifa ya msiba mkubwa nchini Tanzania kwa raia wengi ambao wamepoteza maisha na kujeruhiwa, lakini pia wameweza kutoa kwa udogo taarifa kuhusu hicho ambacho pia kinajiri kuhusu kesi ya Tundu Lissu ambaye ilitakiwa kufanyika siku Novemba 3, lakini ikawa ni siku ambayo pia Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alikuwa akiapishwa. Kwa hiyo hakukufanyika chochote. Naamini pia umefahamu hicho ambacho amekizungumza na umeona pia hicho ambacho bado kinaonekana kujiri nchini Tanzania. Kwa hiyo ni kuahidi ya kwamba pia taarifa zote ambazo zitakuwa zinajiri kwa sasa, pia kama JMTV, kama timu yetu kwa ujumla, basi tutakuwa tunawafahamisheni. Naamini pia kila mmoja anafahamu kwamba kwenye wakati wa vurugu hizi za uchaguzi, interneti kwa Tanzania iliweza kuzimwa. Kwa hiyo hatukupata uwezekano ama uwezo wa kuweka taarifa ama kuripoti habari za uchaguzi. Kwa hiyo kwa sasa pia taarifa hizi utakuwa unazipata kwa uzuri kabisa, taarifa za kitaifa na kimataifa, basi pia utakuwa unazipata hapa. Asante sana kwa sasa, na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zaidi, na pia endelea kuifuatilia kila siku JMTV kwa habari zote za kitaifa na kimataifa.